صبر زميل المنذري. مسجد القدس na ardhi ya Jerusalem Filistin ni al-ardh al-muqaddasa, ni ardhi yenye kutakaswa, ardhi iliyotakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza ardhi hii na akaibariki na akavibariki vilivyomo ndani yake na hata vilivyokuwa pambizoni mwake, na ayati zimekuja kulieleza hili na ufafanuzi wa wanazuoni wamelitaja jambo hili. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo ni ardhi imebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala ameandika na kuhukumu kwamba wakazi walio halali wenye haki ya kuishi katika nchi ile ni waja wema tu, ndio watakiwa waishi pale kihalali, na mwingine yoyote ambaye hata kubwa mwema atakayeweza kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hatakaa kwa amani pale. walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikr anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwa hakika tulishaandika sisi katika Zaburi ya Daud baada ya kumbukumbu la Torati, katika moja ya tafsiri min ba'di dhikri, baada ya kumbukumbu la Torati, anna al-ardha, kwamba nchi hii yarithuha ibadi as-salihun, watairithi na wataimiliki waja wangu walio wema. inna fi hadha la balaghan, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika katika hili kuna ndani yake mauidha, kuna mauidha ndani yake. Mfahamu ya kwamba ardhi hii imewekewa watu wema, mitume na wengineo. Hata wana wa Israeli, banu Israeli, wana wa Yaqub, wana wa Israeli wale wa kweli kabisa, walipotakiwa kuingia katika ardhi hii walitakiwa kuingia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na walipoasi Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu, na waliporudi katika usawa waliingizwa katika ardhi hii, wakamakinishwa ndani yake, wakakaa kiasi walichokaa. Walipofanya uharibifu walitolewa katika ardhi ile. Uharibifu ulikuja mkubwa sana, wakavunjwa wana wa Israeli, wakatolewa katika miji yao ile, wakatawanywa katika ardhi. Ni historia inahitaji kufafanuliwa, lakini Qur'ani imeeleza na vitabu vya taarikhi vimeeleza uharibifu wa namna ulivyopatikana mpaka ukapelekea kupotea kwa Taurati ya kweli, baada ya kuteketezwa na kuangamizwa ardhi, wakazi waliopo katika ardhi ile baada ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tunaamini kwamba ardhi ile wenyewe hasa ni ibadullahi salihun, waja wa Allah waliowema. Na ndio maana waislamu walipokuwa katika qimma cha Uislamu na kushikamana na mafunzo ya sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwamilikisha ardhi ile katika wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waislamu waliingia wakaimiliki ardhi ile kwa miaka na miaka mingi tu chini ya utawala wa Umar, kisha baada yake, kisha waliokuja baada mamia ya miaka, ardhi ile iko chini ya Waislamu mpaka karibuni hapa. Kuanzia vuguvugu lilianza miaka 1800 na kitu ya kuwarudisha wana wa Israeli au hao wazayuni, kuwarudisha katika ardhi ya Jerusalem. Harakati zimekwenda mpaka katikati ya karne 20, 1947 1948 iliposimikwa daula ya kizayuni pale katika ardhi hii, na mwisho wakaja wakaitangaza kwa Jerusalem ni ardhi yao na ndio mji mkuu wao. Lakini sisi tuamini watatoka tu katika ardhi ile, maadamu si wema na hawajasimama katika njia ya sawa sawa, watatoka tu, kama kesho kutwa au miaka 10 200, lakini hawataweza kumakinika, hataweza kumakinika yoyote katika ardhi ile maadamu mtu huyo si mwema anayeweza kusimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunaamini.
ndugu zetu walioko pale waislamu, almuslimu akhul muslim, kihakika hasa Mtume صلى الله عليه وسلم ndivyo anavyotuambia kwamba muislamu ni ndugu yake muislamu. Bana waislamu wanaishi pale kwa miaka mingi, kwa vizazi vingi, Waarabu na wasiokuwa Waarabu, lakini wako pale wanaishi katika nchi ile chini ya unyanyasaji na udhalimu wa Wazayuni. Madhila wanayopewa na Wazayuni Mayahudi kila mmoja anayafahamu. Kwa miaka mingi sana matukio mengi sana yanajitokeza. Waislamu wanauawa, Waislamu wanavunjiwa nyumba zao, Waislamu wanahamishwa katika makazi yao, wananyanyaswa kwa kiasi kilichopita mpaka. Makafiri wote duniani wako kimya. Hakuna cha Umoja wa Mataifa, hakuna cha haki za binadamu, hakuna si taifa gani wala nani anaona kwamba kuna uvunjwaji wa haki za binadamu pale, kwa sababu wanaofanywa hivyo ni Waislamu. Na laiti daula ya Kizayuni ingelikuwa ni daula ya Kiislamu inayowanyanyapaa na kuwadhulumu watu wa Palestina ambao labda ni Wakristo au Wayahudi au wapagani, dunia nzima ingesimama dhidi ya Waislamu hao wenye kuwafanyia dhulma hao. Lakini kwa kuwa ni Mayahudi, basi wote wako pamoja na Myahudi dhidi ya Muislamu. Matukio yamekwenda kwa muda mrefu na watu wanaishi katika hali ya udhalili. Hivi karibuni baadhi ya nchi za Kiislamu zilipoona kwamba kwa nini ndugu zetu wanaendelea kudhalilika, hawana nguvu ya kupigana na Mzayuni, wala hakuna duali za Kiislamu zinazoweza kutilia nguvu kupambana kijeshi, kwa sababu Myahudi hayuko peke yake, ni agent tu pale, ni wakala tu, lakini nyuma yake kuna mataifa mengi sana. Huwezi kupigana na Myahudi peke yake, utapigana na ulimwengu mzima wa kikafiri. Sasa wenye akili wanalifahamu hilo, wakaona hapana, twende kwenye amani. Vikakaliwa vikao na mikutano ya amani ikafanyika hivi karibuni tu. Sasa jambo linakwenda kuelekea kwenye amani, na makubaliano na mikataba ya amani yaelekea kwamba sasa hivi wa Palestina wataishi katika hali ya amani na nchi yao na kila kitu chao, pamoja na hizo hali za dhulma na nini, lakini amani itakuwepo. Sijui walitoka wapi baadhi ya watu, na sijui wanasukumwa na nani, nyinyi ndio mtakuwa mnajua zaidi. Mara utasikia makombora yamerushwa huko Tel Aviv, mara yamerushwa wapi, kutoka wapi? Kutoka kwa Hamas. Sasa kwa watu wasio na ufahamu wa mambo ya kina katika jambo kama hili, katika Waislamu wanashangilia, Yahudi kapigwa bwana, umesikia hiyo? Hawana chochote bwana, wanashangilia kweli kweli kwamba ni ushindi ule. Lakini kwa watu wenye kufahamu, la haula wala quwwata illa billah, balaa hili litakuja ni kubwa sana. Allah waepushie hawa ndugu. Na kweli Yahudi ametoa ahadi kwamba anahakikisha anaimaliza Gaza, anaisambaratisha yote mpaka awapate Hamas. Sasa lengo lake si Hamas, lengo ni kuwatoa Wayahudi wale wa Palestina wote watoke Gaza, aichukue sasa, kwa sababu ya upumbavu na ujinga wa baadhi ya watu. Kishapata sababu na hakuna kuwatetea Waislamu wale nje ya hapo. Wanaona kwamba maandamano ndio yatasaidia. Maandamano wao hawajali, hawamwogopi yoyote. Hakuna cha Umoja wa Mataifa wala hakuna cha nani wala baba yake fulani, wala la yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Watafanya wanachokitaka na hakuna wa kuwazuia. Mtabaki atapigwa na Allah bwana, tutabaki hivyo. Sasa hali ziko namna hii. Jana usiku peke yake zaidi ya makombora 100 yamepigwa katika mji wa Gaza, na jengo la huka, albinayat at-tahtiyya zinaharibika, miundo mbinu inaharibiwa. Lakini lengo lao wao wataka watu watoke, fungueni mipaka, watu wakimbie. Na Umoja wa Mataifa sasa fungueni mipaka, Misri fungueni mipaka huko Sinai, watu waingie, kwa sababu wataka watu wakimbie, watoke, ili ardhi ibaki tupu, ichukuliwe tena na Mizayuni yule Myahudi. Nasallallahu lana lakum al-afia was-salam. Alhamdulillah rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ndugu zangu katika imani, Uislamu hautufundishi sisi kuwa na mihemko wala kuwa ni watu wa jazba ambao hawatafakari mambo kwa upana wake na upeo wake. Uislamu ni dini ina mipango na maelekezo mazuri kabisa, na kama tutaishi kwa mihemko, basi mambo mengi katika Uislamu tutayaharibu kwa mikono yetu. Sisi tutakiwa tulifikirie sana jambo hili na salama ya Uislamu na ustawi wake. Lakini tukiwa tufukuzwa tu tunakimbia tu kwa agenda za watu waliokuwa na agenda zao na mambo yao, na sisi tukadandia tu, ikawa hatuna miongozo ya kutusaidia, ikawa ni mazungumzo ya vijiweni tu na watu kushabikia, tutaumiza watu na tutaumiza dini tutaiharibu. Kukaa na Mayahudi na kuingia nao mikataba ya amani si jambo geni. Qur'ani ilimfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo, na hasa pale watu wanapokuwa hawana nguvu ya kujitetea na kujihami, au hawana nguvu ya kushambulia, au pia hawana hata nguvu ya kujitetea, au kuna maslahi makubwa zaidi ya watu kukaa kwa amani. Qur'ani imemwongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa injanahu lisilmi fajnah laha, wakiwa wao watamili watapondokea kwenye amani, fajnah laha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapewa mwongozo huo na Allah. Sasa mimi nifupishe mazungumzo yangu, nataka kuwaambia tu wanaharakati, tusiwaingize Waislamu katika matukio, katika mambo ya kimihemko. Kundi la Hamas ni kundi la kisiasa ambalo lina mrengo wa Ikhwanul Muslimin, na kuna makundi kama Fathu, makundi ya jihadi na nini. Yani wao hawaangalii, wao wanachoangalia kapata fursa kalipua kakimbia, haangalii huku nyuma kamwacha nani na hali itakuwa. Wao hawaangalii, kama inavyofahamika katika nchi mbalimbali. Kweli wana silaha, wana hiki, lakini hawana silaha ya kupigana na Yahudi, hawana silaha, lakini wako tayari kuanzisha mapambano kama hayo, na wala hawaangalii maslahi au madhara yatakayojitokeza baada ya hapo, hawaangalii hilo. Na sisi huku nako ambao twapelekwa tu, twahamasika tu, ndio namna hiyo Waislamu, nchi za Kiarabu wanafiki hawa hivi wala vile. Wataka nchi za Kiislamu sasa waingilie kati, wapigane na Myahudi. Wana uwezo, wanazo nguvu, maana wao agenda yao sasa Mayahudi si Gaza tu, wanalo lilenga mbali kabisa. Netanyahu kashasema tutafika mbali tu. Je, tuweza kuwazuia wasifike huko mbali? Tuweza? Tunazo nguvu hizo? Imani hiyo ipo, ile imani ya kisawa sawa ipo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipewa miongozo kuhusiana na hawa Mayahudi hawa. Katika miongozo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, nitazisoma baadhi ya ayati katika sura Al-Imran aya 118 mpaka aya 120, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu, alkhitabu lilmu'minin, enyi ambao mmeamini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, msiwafanye kuwa ni wendani wenu, yani marafiki zenu vipenzi wasiokuwa nyinyi, wale ambao si katika nyinyi, msiwafanye kuwa ni marafiki wa ndani kabisa, kiasi ambacho mkawa mwawapa siri zenu, mikakati yenu, mipango yenu, kwa sababu la ya'lunakum khabala, wao hawataacha kuwafanyieni nyinyi uharibifu. Wakijua mipango yenu watatafuta namna ya kuiharibu, wakijua siri zenu watatafuta namna ya kuziharibu, wakijua maendeleo yenu watatafuta namna ya kuiharibu. Hawapendi nyinyi muendelee, la ya'lunakum khabala. Lakini sisi kwa asilimia kubwa Waislamu wengi
ni vipenzi wakubwa kabisa wa Mayahudi na Manasara na wengineo katika washirikina. Tukiletewa Myahudi kaja kwa sura hii tutampenda, hatuangalii uyahudi wake, maadamu ajua kupiga cross vizuri, afunga vizuri, mimi nampenda sana huyu, ni akta mzuri sana, atampenda. Angalia tena uyahudi wake, mambo ya uyahudi kule bwana. Wana mikakati mingi na mipango mingi ya kuhakikisha kwamba wewe uwapende wao na nyinyi mtawapenda tu. Waddu ma anittum, wao wanayapenda yale ambayo yanawapatabu nyinyi. Kila jambo ambalo linawatesa nyinyi Waislamu, wao ndilo wanalolipenda. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar, chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Maneno yao tu wanayozungumza tunaona kwamba huyu ni mtu ana chuki. Si maneno, mambo yaliyopita DP World hapa, ukisoma kwenye mitandao utaona watu wana chuki na udini, ule ugalatia umewajaa katika vifua vyao, si kitu kingine. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, chuki zimedhihiri kupitia vinywa vyao. Wama tukhfi suduruhum akbar, Allah anasema hivi, na yale ambayo yamefichwa na nyoyo zao ni makubwa mno, yanatokota katika nyoyo zao, wanashindwa tu. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun, tushawabainishia aya zetu tumewabainishieni nyinyi, lakini mkiwa mwafahamu, mkiwa mna akili. Mnazo hizo akili, mnazo hizo fahamu. Sasa wewe jitoe fahamu tu, lakini wao wako hivyo. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda hawa na wao hawawapendi nyinyi. Allah ndivyo anatuambia, watu'minuna bilkitabi kulli, na nyinyi mnaamini vitabu vyote, lakini wao hawaamini kitabu chenu. Wa idha laqukum, na wanapokutana na nyinyi, qalu amanna, huwa wanasema sisi tumeamini. Wa idha khalau, na wanapokaa faragha, addu alaykumul anamila min alghayr, wanauma vidole, vyanda vya vidole vyao wanaviuma kwa sababu ya chuki, wanawaumia vidole kwa zile chuki. Qul mutu bighaydhikum, waambieni hawa watu kwamba kufeni na chuki zenu. Inna Allaha alimun bidhati sudur. Kisha anasema Allah katika aya 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum, likiwapata nyinyi jambo jema, mkawa kuna jambo zuri limewapata Waislamu, jambo la kimaendeleo, jambo la kuwanufaisha, jambo la ustawi wa dini yao, wao linawaudhi. Hiyo ndio tabia yao. Wa in tusibukum sayyi'atun, na likiwapata wao jambo ovu, mwateswa, mwadhalilishwa, mwabaguliwa, mwenyimwa haki zenu, mwadhulumiwa, mwakandamizwa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yafrahu biha, wao wanafurahi kwa hilo. Wewe soma tu katika mitandao huko, utaona habari namna wanaofurahika. Waache wapigwe, wametaka wenyewe, hawa kadha, wanafurahi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, in tasbiru wa tattaqu, ikiwa nyinyi sasa mtafanya subra katika dini yenu, mkasimama sawa sawa na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao havitawadhuru nyinyi kwa jambo lolote, hamtadhurika na vitimbi vyao. Wallahu bima ya'maluna muhit, na Allah ni mwenye kuyazungukia yale yote wanaoyafanya. Kwa hiyo hapa pametolewa muongozo, kama watu watasimama katika subra kwenye dini yao, ikawa hii mitihani iliyowapata na misukosuko haiwafanyi wao wakarudi nyuma kwenye jambo la dini, ndio mwanzo wameshamiri katika jambo hili na wakawa wamemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna madhara yatakayowasibu. Kwa hiyo sisi tusimameni katika msimamo huo, turudini kwenye dini yetu. Yani matukio kama haya yawe ni mafunzo kwetu sisi ya kuturudisha katika dini na kusimama imara kwenye dini yetu. Fathu yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia litangulia kusoma aya 11 katika suratu Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anao malaika
wenye kupokezana zamu. Wanakuja hawa, wanaondoka hawa. Malaika hawa wako mbele yake mwanadamu na nyuma yake, ambao wanamlinda mwanadamu kwa sababu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja amewekewa malaika wa kumlinda. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, lakini Allah atuambia hakika Allah hata yabadili na kuyageuza yaliyoko kwa watu, hata zibadilisha shida na tabu na mateso yanayowasibu watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao. Tumebadilika. Wa idha arada Allah biqaumin su'a, na Allah akiwa ameikusudia kaumu yoyote kwa adhabu, akataka kuitesa kaumu hiyo na kuiadhibu, aipelekee jambo baya kabisa, fala maradda lahu, hapana wa kuizuia adhabu hiyo. Wama lahum min dunihi min wal, na wao hawatakuwa na mtetezi yoyote. Ataki Allah alizuia tu jambo, analipa muda tu, anawatazama tu, lakini akiamua jambo lake hakuna wa kuzuia. Kwa sisi tubadilike katika nafsi zetu. Iwe ni darsa tumeipata kwa hawa ndugu zetu ambao wamesibiwa na jambo hili. Lakini kitu kikubwa, na ndio nafasi tuliyokuwa nayo sisi baada ya kuwaidhika kwa haya na kuonyeka kwa haya na kutokufuata masaliki kama hizi, baada ya kupata darasa katika hili, miongoni mwa michango yetu muhimu sana, pamoja na kuhuzunika katika nafsi zetu kwa yanayowasibu ndugu zetu, basi tuwakumbuke kwa kuwaombea dua. Tuombeeni dua, Allah awape faraj katika hili na mingineyo, awaondoshie mateso, kwa sababu wanaoumia sasa hivi ni wanawake, watu wazima, watoto wadogo. Kuna wagonjwa wengine walikuwa wako hospitalini, wengine wako ICU, wengine wako wapi, wengine wafanya operation, wengine watakiwa kufanya operation kwa maradhi walionayo. Pameingia balaa kubwa. Kila mmoja angalie nafsi yake, wako kwenye kipindi kigumu. Kwa hiyo ni wakati wa sisi kutadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaombea dua. Na wala hakuna utaratibu kwamba Waislamu nchi nzima tufunge. Umetoa wapi hiyo? Hiyo halipo. Waislamu nchi nzima tutoke barabarani tufanye kadha. Umetoa wapi jambo hilo? Tusiende na taratibu ambazo hatukufunzwa katika dini yetu. Kwa hiyo tusimameni katika mstari wa sawasawa, na haya aliyojitokeza yawe ni mauidha kwetu sisi. Hatutakiwi kuwa ni watu wa jazba na kuyaendea mambo ovyo ovyo na kushabikia vitu tusivyovijua. Lakini tubadilike katika nafsi zetu, na kubwa zaidi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala nusra kwetu sisi. Mayahudi ni watu wabaya, alyahudu humul yahud, wamewatesa mitume, wamewaua, wamefanya mambo mengi mabaya. Haya semeki, Qur'ani imewakashifu kila mahali. Usitarajie kutoka kwao huruma yoyote, usitarajie hilo. Lakini watu wakisimama sawa sawa kwenye imara, ikawa imara katika dini yao, Yahudi hana hila wala hana ujanja. Akileta kamari hatuitaki, kaleta riba hatuitaki, katangaza pombe hatuitaki, kaleta hivi hatuitaki. Tusimame kwenye msimamo wa dini yetu. Hawezi kufanikiwa. Na kaleta tumepokea, kaleta tumebeba, hivyo hivyo. Basi tumeshaumia sisi. Kwa hiyo turudini katika mstari wa dini yetu, turudini katika njia sawa sawa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na an-nasr itakuja, na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ila al-Masjid al-Aqsa ile iko chini ya mikono ya Waislamu. Walau ba'da hin, walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balaghan liqaumin 'abidin wama arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.